Na mtazamaji wa SCTV, mimi ni Samuel Thomas na hizi ni studio za SCTV hapo Ubungo jijini Dar es Salaam Tanzania. Kama ambavyo unafahamu, mara nyingi tunakuletea habari za michezo na burudani katika kipindi chetu cha Sports Leo. Katika kipindi cha Sports Leo tuko na mchambuzi nguli kabisa wa masuala ya kandanda hapa Tanzania, lakini pia na nje mipaka ya Tanzania. So mwingine ni Costa Pius, generator, mtu mpole zaidi duniani, ndivyo anavyojiita. Na leo tuko naye katika studio hizi hapa Ubungo jijini Dar es Salaam, atupitishe katika masuala mbalimbali ya soka hapa nyumbani. Hususan tunakwenda kuzungumzia yale ambayo yanafukuta katika klabu ya Simba ya jijini Dar es Salaam. Na kama ambavyo siku hii ya leo tumeona albadi zikisomwa, zinampata nani hizi na ni kwa ajili ya nini katika klabu ya Simba. Tukwenda kutuambia kuna umuhimu wa wana Simba kufanya haya ambayo yanafanyika, lakini pia tumeona Young Africans wametuma barua kule Msumbiji kumhitaji Jose Luis Miquissone katika klabu ya Young Africans katika kipindi hiki cha usajili wa dirisha dogo ambao tayari umeshafunguliwa. Na moja kwa moja sasa tunakwenda kuungana naye akitupitisha katika uchambuzi wa michezo na burudani kwa siku hii ya leo. Mimi ni Samuel Thomas, tafadhali sana tufuatane naye akitupitisha katika uchambuzi kwa siku hii ya leo. Nimeshtushwa sana na kuona klabu kubwa kama Simba kuingiza masuala ya albadili, kuweza kuanza kusomeana, kitu ambacho mimi kimenishtua sana kwa sababu siku ya leo ukijaribu kutazama unaona wale wazee wa Simba wakisoma dua maalum, ukiwa wanasema albadili, kuweza kumuombea jasusi. Wakisema jasusi ni nani? Wale watu ambao wanaitakia mabaya klabu ya Simba, kwa sababu kwa sasa Simba imekuwa haifanyi vizuri. Ukiangalia kwa miaka kadhaa Simba imekuwa si bora na wameshafungwa na klabu ya Yanga. Ni zaidi sasa ni mara 6 mfululizo Simba wamepoteza mbele ya mtani wao wa jadi Young Africans. Lakini la hiyo haitoshi, mashabiki wa Simba wamekuwa hawana furaha kwa muda mrefu, na hata ukitazama kwa hivi karibuni katika michuano mbalimbali hususan klabu bingwa barani Afrika, Simba nayo pia imefanya vibaya. Tumeona wamefungwa katika mchezo wa kwanza na FAR Rabat, lakini tumeona wamefungwa pia mchezo wa pili na Maema, kitu ambacho kimeonyesha kwamba klabu ya Simba haipo katika ule ubora wao ambao ulizoeleka sana. Kwa mfano, siku kadhaa zilizopita Simba klabu bingwa barani Afrika ilikuwa inasifika sana, hususan ikifika hatua ya makundi wamekuwa wakifanya vizuri, na waliwahi kuongoza pia klabu bingwa barani Afrika mbele ya klabu kubwa ya kwanza Afrika Ahal. Simba wakawa wa kwanza, lakini mpaka hivi tunavyozungumza katika kundi lao katika michuano ya kimataifa Simba iko nafasi ya mwisho, imeiburuza mkia, imefungwa michezo yote hiyo miwili ambao wamecheza. Sasa inanisikitisha na inanishangaza kwa sababu klabu kama Simba manake ndani yao kuna kirusi. Sasa kirusi hiko kinaondokaje? Hiyo ndio shida ambayo sasa Simba ilibidi waanze kufikiria pengine wanawezaje kukiondoa kirusi ambacho kipo ndani ya Msimbazi. Albadili ambayo imesomwa leo, madua ambayo limesomwa leo, kwangu limenistua. Inaashiria kwamba sasa Simba wameshindwa katika masuala ya administration, yani wameshindwa katika masuala ya kiuongozi ambayo watu wengi tuliamini chini ya uongozi wao, kiongozi wao, basi Simba wangeweza kufanya vizuri, kusajili vizuri, kuiongoza klabu yao ili kuweza kupata matokeo ndani na nje. Lakini sasa linapofika swala kuanza kuingiza masuala ya kiimani, kuweza kusoma dua, kuweza kutafuta mbaya ni nani, kama vile ambavyo anasema jasusi ni nani, hii ni wazi dhahiri shairi kwamba Simba uongozi wake umekuwa na tabu. Manake Simba uongozi wake umeshindwa, na kama uongozi unashindwa kama hivi, basi hapana budi sasa waanze kufikiria njia mbadala kwa namna gani Simba watajikwamua. Kwa sababu kama wazee wanaanza kusoma albadili, manake ni dhahiri kwamba uongozi hauna kitu kizuri ambacho pengine wangeweza kukifanya. Sasa hii kimpira inakuwa sio nzuri, afya ya mpira inakuwa sio nzuri, kwa sababu wakati uongozi unaingia madarakani watu waliamini kwamba wangeweza kufanya vizuri kitaifa na kimataifa, lakini wamefanya vibaya. Nadhani ingefika hatua labda viongozi hawa ambao wako madarakani wangeweza kutazama kwamba pengine hawatoshi kuweza kuiongoza klabu ya Simba, na si kwanza kusoma badili, kusoma dua kwamba si yupi mtu anatoa taarifa nyeti ama nini. Nadhani Simba imeanza kufeli katika masuala ya kiuongozi, na hata ndani pia ya pitch, yani ndani ya kiwanja Simba imekuwa ifanye vizuri, wachezaji wake wamekuwa wakicheza kitoto zaidi. Kwa nini kitoto? Kwa sababu angalia hata mchezo wa juzi hivi karibuni walivyocheza kimataifa, wamefungwa kwa Mkapa Dar es Salaam. Ukiangalia ni wazi kabisa Simba wametengeneza nafasi nyingi sana.
dakika tu ya kwanza, yani Simba wanapata nafasi nzuri kabisa. Jinsha Zowa anakosa nafasi nzuri ambayo alitengeneza mchezaji huyu Eli Mpanzu, nagonga Besela, nagonga mwamba, inarudi, anashindwa utulivu. Lakini vile vile pia wamekosa nafasi nyingi na Kibdenis kina nane. Kwa hiyo Simba watafute shida iko wapi cha kwanza, lakini sio masuala ya kuombeana dua, kwa sababu masuala ya kusoma dua hayaingii katika mpira. Nilimsikiliza kocha wa zamani wa klabu ya Simba Julio, na mchezaji wa zamani pia Julio, akasema haya madua ama hizi dua zinasomwaga zaidi kwa wale ambao ni vibaka. Yani labda kama mwizi amekuwa akiibia klabu ama mwizi ameiba katika kitu fulani, basi dua linasomwa ili kuweza kumpata. Lakini dua kama hili huwa alihusiki zaidi katika masuala ya kimpira. Kwa hiyo nadhani Simba wangekaa chini kujadili kwa namna gani wanaweza wakapata uongozi ulio bora, uongozi wenye nguvu kuweza kuisaidia. Kwa sababu kama wangekutana na Young Africans kwa hali hii, Simba wangepigwa mara 7 mfululizo, kwa sababu wameshapigwa mara 6 mfululizo. Na hivi karibuni tunakumbuka msemaji wa klabu ya Young Africans Ali Kamwe aliwahi kuzungumza, akasema anaiona Simba ikiteseka zaidi ya miaka 10, watafungwa mara 10 mfululizo na klabu ya Yanga. Manake sasa hapa upinzani unakuwa unapungua. Ukiangalia mashabiki wa Simba kwa wengi wao wanatamani kupata furaha ambayo imetoweka kwa muda mrefu, lakini sasa unafungwa mara 6 mfululizo. Na leo wazee tuliamini msimu huu pengine Simba wangekuja na kisasi dhidi ya mtani wao Young Africans, kisasi dhidi ya timu ambazo zimekuwa zikisumbua klabu ya Simba. Lakini juzi Simba amefungwa na Azam FC bao 2 kwa mtungi, 2-2 pale kwa Mkapa Dar es Salaam. Manake hii ni wazi kwamba Simba haiko vizuri, Simba haiko fiti. Kila mmoja aliwaza na kufikiria akasema pengine Simba kwa uchezaji wake ingeweza kupata matokeo, lakini imekuwa na matokeo mabaya, muendelezo wa matokeo mabovu. Sasa hii kitu imewaumiza sana mashabiki wengi. Na ndio maana unaona sasa hata tukitoka katika taarifa hiyo, kuna taarifa ambayo pia inamhusu Luis Mixon, mchezaji kipenzi wa zamani wa klabu ya Simba. Luis Mixon kwa sasa anacheza kule Msumbiji Udisongo, ni klabu yake ya zamani ambayo amerejea huko. Lakini ameongoza kwa assist, ameongoza kwa ufungaji. Imefika hatua sasa Simba wameandika barua ya kumtaka Luis Mixon. Lakini sio tu Simba kuandika barua, pia hata Young Africans nao inasadikika wameandika barua ya kumtaka Luis Mixon, kwa sababu kocha wa klabu ya Yanga Petro inaelezwa kwamba ametaka mchezaji kiungo mnyumbulifu, kiungo mwenye uwezo wa kufunga, kiungo mwenye uwezo wa kukimbia, kiungo mwenye uwezo wa kutoa assist, kiungo mwenye uwezo wa kuchezesha timu. Sasa klabu ya Yanga ikaona kwa sasa namba zipo kwa Luis Mixon, huko alipo anafanya vizuri. Kwa hiyo wameshatuma email kule Msumbiji kuhitaji huduma ya Luis Mixon Jose, lakini na yeye pia uongozi wake, administration management ya Luis Mixon inaelezwa kwamba wameshajibu klabu ya Yanga. Kinachosubiriwa sasa ni kwa sababu huyu kiongozi wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Said yupo Qatar kule Doha kwa mkutano wa kimataifa, na alikuwa ametoa speech moja nzuri sana ambayo amezungumza masuala ya management kwa klabu kuweza kumove kutoka from one place to another place, masuala ya mabadiliko ya klabu ngazi hiyo. Amewasilisha vizuri sana hoja zake, na hata akiongea na Flantino yule rais wa FIFA anaonekana kwamba anamfurahia huyu Engineer Hersi, anakuja kwa kasi zaidi na katika ubora mkubwa. Kwa hiyo naanza kuona kwamba mimi kama ningekuwa na mshauri Luis Mixon, ningemwambia tu klabu ambayo kwa sasa napaswa kwenda ni Young Africans na sio Simba. Kwa nini? Ni kwa sababu Simba alishacheza, alienda Ahal, alitoka Simba akawafunga Ahal kwa Mkapa Dar es Salaam, goli la kideo tunasema, aligeuka akashuti vibaya mno. Waarabu wakasema hapana, tunamchukua, wakampeleka Misri. Lakini kule katokea na sintofahamu ambazo ilibidi waachane naye, akarejea tena Simba. Aliporejea alikuwa tayari ni mnene, hajacheza muda mrefu, alikuwa naye kwa benchi kule. Simba walishindwa kumvumilia, na kama wameshindwa kumvumilia wakamfukuza, kwa nini arejee tena? Nadhani ingekuwa ni busara zaidi Luis Mixon akaenda Young Africans. Akienda Young Africans, kwanza faida hizi 3 ambazo ninaweza nitazizungumza hapa ili mwenye sikio na asikie. Faida ya kwanza, Luis Mixon atakuwa comfortable zaidi kwa sababu klabu ya Yanga ina uongozi mzuri. Lakini faida ya pili, Luis Mixon atakuwa na nafasi nzuri zaidi ya kufanya vizuri kwa sababu anacheza na timu ambayo ina wachezaji wazuri. Lakini faida ya tatu, anaenda katika timu ambayo inashindania kikombe cha ligi kuu soka Tanzania bara, na mara hii katika makundi inafanya vizuri na alama 4. Kwa hiyo kimataifa atajitangaza, kitaifa atajitangaza. Atakuwa hana pressure zaidi kuliko akienda klabu ya Simba.
Simba hana jipi ambalo ataweza kulifanya kama aliweza kufanya vizuri mpaka akaenda Ahly. Kwa hiyo sasa hivi nadhani kama Luis Mixon ananisikiliza, nadhani channel pia inafuatiliwa na watu wengi, ni wakati mwafaka Luis Mixon kurejea Tanzania, lakini anaporejea Tanzania asirejee kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Badala yake Luis Mixon anapaswa kwenda Young Africans, timu ambayo itampa heshima zaidi. Pengine sasa nini cha kuambia mashabiki wa klabu ya Yanga kwenye kumpokea Jose Luis Mixon kama barua itakuwa imekubaliwa kule, lakini pia wakati Simba wakiwa katika sekeseke hili sasa, nini cha kuambia mashabiki wa klabu ya Simba? Tuanze na Simba alafu tutaambia kwa upande wa mashabiki wa Yanga wakati wanamsubiri Luis Mixon. Kwanza tukiwa tunamaliza mazungumzo haya kwa ufupi tu ni kwamba Simba waachane na masuala ya kusoma albadiri. Pamoja wameshasoma dua, tujue litampata nani, lakini alina afya kwenye masuala ya mpira wetu. Maana yake kuna weakness kubwa ambayo wameshaionyesha kwamba uongozi umeshindwa kutambua majukumu yake, uongozi umeshindwa kutegua kitendawili cha kuweza kuifanya klabu yao itulie. Simba imechoka kwa mashabiki, Simba imechoka kiuchezeshaji, Simba imechoka kwenye administration. Wakae chini kuweza kutafuta kiini cha matatizo ya timu yao kutofanya vizuri ni nini. Hiyo moja. Lakini ukija kwa klabu ya Yanga, sasa hivi Yanga waendeleze pale pale kwa sababu klabu yao inafanya vizuri kitaifa na kimataifa, na nadhani ujio wa Luis Mixon kama atatua kwa klabu ya Yanga itakuwa ni mtu sahihi zaidi. Ni mchezaji ambaye amekuwa mwepesi, na nilivyokuwa namtazama juzi kwenye video, kideo tunasema Luis Mixon amebadilika sana. Kwa hiyo amekuwa mchezaji ambaye ameongeza kasi zaidi, na amekuwa mchezaji ambaye anacheza kwa uchungu, anacheza kwa kisasi. Kwa hiyo kama anatua Young Africans, huko kuna Pacome, afu kuna Clement Mzize akiwa katika ubora wake, ukirudi nyuma pale kuna mchezaji Baka, nadhani arejee Young Africans, alafu Yanga wajiandae kuanza kumfurahia Mudathiri haya basi akiwa anaunganika na Clement Mzize. Young Africans itafanya vizuri sana. Kwa hiyo mashabiki wa Yanga waombee tu kwamba kuweza kumpata mchezaji huyu, lakini Simba wakae chini wafikirie, kwa kadri wanavyozidi kuchanganyikiwa ndivyo timu yao itazidi kufanya vibaya kama wasipotafuta mwarobaini.